kwanza kabisa ningependa kusema nitakuwa mwongo nikisema na mapicha wenzangu, kwa sababu mimi nimekuja binafsi, kwa sababu miaka miwili nimemfahamu Sister Susan tunafanya utume kwa awamu yangu ya pili pale Dar es Salaam kama paroko wa msaidizi. Ningependa kudhibitisha yote yaliyosemwa na yale viongozi wa ibada walisema ni kweli kabisa. Kila anaongeza tu kwa muda ambaye nimefanya kazi naye, naweza kusema kwamba wasifu ambao tumesikia ulikuwa na siri yake ndani yake. Huyu ambaye amelala alikuwa mama wa imani. Mama wa imani. Kwa sababu gani? Pamoja na uzee wake alikuwa na siri mbili kuu. Nilipotumwa awamu ya pili Kisarawe mwaka wa 2022 na nimesikia na yeye alikuwa kule, alikuwa kule. Tumeshirikiana, lakini nimegundua kitu kimoja alikuwa nacho. Mambo mawili. Na kwanza, mwaka wa imani alipenda kushiriki sakramenti ya Ekaristi. Nilikuwa nashangaa. Alikuwa anajituma kuamka saa ngapi, kutembea kama kilomita 2 kila asubuhi na kuwa parokiani saa 12. Mara nyingi alikuwa anaweza kufungua mlango wa kanisa kukiwa na giza, kukiwa na mgao wa umeme na fungua. Alipenda Ekaristi. Lakini nilipewa jukumu la kuwa mlezi wa kiroho wa masista wanaotoka Dar es Salaam na mashirika matatu ya matawa kike. Lakini huyu sister alikuwa na siri nyingine. Siri ya sakramenti ya kitubio. Mara nyingi tunasahau. Na kama wasifu ambao umeelezwa ulinifanya kukumbuke siku ya mazishi ya hayati mtakatifu na baba mtakatifu Yohane Paulo wa Pili. Watu walianza kusema Santo Subito, haraka hao mtakatifu. Sijui hapa tuweza kusema hivyo. Sema Santo Subito. Kama tukifikiria, tunaweza kuna mtakatifu kati yetu. Tufikirie, wasifu yosoma uhifadhiwe vizuri. Kuna wengi wanasema mimi, baada ya miwili mimi nimefahamu, kweli naweza kudhibitisha. Na niliyosikia yeye alikuwa mwanzilishi wa mambo mengi na alikuwa mtu wa kuwahi katika utume wake. Raya milele umpe Bwana.